leo utautapika kwa jina la Yesu. Yoyote anayetumia kivuli chako kwa ajili ya kulogea, wanakuita mchawi lakini hujawahi kuloga mtu, wanakuita mchawi. Huyu mtu anamuita mchawi, sijui nani anamfahamu. Unamfahamu? Ni mama yako. Umeona? Ushawahi kusikia wanamuita mchawi? Wanasema ni mchawi. Kuna mtu anatumia kivuli chake. Katika jina la Yesu, leo ninafunga kivuli chako kisitumike. Kuanzia leo sura yako ninaifunga isitumike. Ni mwisho. Katika jina la Yesu. Naomba mkono wako. Unapofahamu Moshi? Unapofahamu Moshi? Uliwahi kwenda? Ni nyumbani kwenu. Na kuona kwenye kaburi, wameweka jina lako kwenye kaburi. Alafu wameweka X kwenye picha zenu. Wameweka X kwenye picha. Ina maana wanataka mtu mmoja abaki peke yake. Walitaka kumuua lakini wameshindwa. Na naona kwa sababu ulikuwa unampambania mwenzako. Wamempambania kwenye nyumba za maombi, umeenda mpaka kwa watumishi, kuna baadhi ya misaada umetafuta lakini hajawahi kupona. Mungu ananiambia nikwambie. Mungu ananiambia nikwambie, baada ya miezi miwili mume wako anaenda kurudi kwenye hali yake. Hii sehemu naiona kuna migomba. Ni kama iko ni kama ni nyuma ya nyumba. I don't know ni kwenu au la. Ni ukweni. Ni ukweni. Mume wako wamekamata akili. Kuna wakati mume wako ajijui. Kuna wakati yeye mwenyewe mimi ni nani? Yaani ajijui, wamefuga akili yake. Naiona migomba, naiona nyuma ya migomba. Kule ndiko wamemhifadhi. Si unanielewa? Kule ndiko wamemhifadhi nyuma ya migongo. Kuna kitu wamehifadhi nyuma yake kule. Ninavyoongea sasa hivi malaika yupo Moshi. Anaenda wanafukua kitu fulani kwenye migomba kule. Walikuwa wameweka kwa ajili ya mume wako, wamefunga kopo fulani leupe. Na issue ilianza kwa sababu ya wivu wa pesa na maisha. Alikuwa anapata hela na vitu fulani. Kosa lilianza baada ya kuanza kusaidia ndugu zake. Baada ya kuwa anasaidia watu. Naona issue za mashine. Kuna issue za mambo ya mashine hizi siji ni mashine ya kusaga, siji inahusika na kitu gani. Kuna kitu mume wako alifanyiwa kwenye mambo ya kibiashara. Aliwahi kufanya biashara za mashine ya mazao. Aliwahi kufanya biashara hizo. Alikuwa anasimamia yeye. Sasa namuona huyo mtu anzia jina J kwenye issue za mashine hizo. Kuna kitu ambacho mume wako alifanyiwa. Mungu anamponya mume wako. Na uchawi wote ambao ulikuwa umetupwa kwa mume wako, Mungu anasema naenda kuufuta kwa jina la Yesu. Mungu anaenda kuondoa kwa jina la Yesu. Mungu ananiambia nikuombee kwa bali ya nyumba yako. Kilichompata mama yako kisikupate wewe. Kilichompata mama yako kisikupate wewe. Ni nani wa pili kwenu? Mimi ndo wa pili. Wewe ndo wa pili. Mungu ananiambia anaenda kukufungua afya. Afya. Narudia tena afya. Unanielewa vizuri? Shika mic. Kuna wakati ulikuwa unapata shida baadhi ya aina ya vyakula. Ukila vinakutesa. Unahangaika tu. Mungu ananiambia kuanzia sasa kale hauna vidonda. Nadhani umenielewa kwa sababu ulishawahi kuambiwa, ukwenda hospitali ila uliambiwa tu na watu kwamba una vidonda. Uliambiwa juu. Mimi nakwambia kama mtumishi hauna vidonda. Kale kila unachokihitaji. Kuanzia leo ninatamka kila pepo wachafu, kila uchawi wa kumfanya mtu asiyeeleweka, uchawi aliyotumiwa kwenye maisha yake